إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله هي وصيته للأولين والآخرين. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia swala na salamu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tupo katika masiku matukufu, masiku ambayo yana kheri nyingi sana, ikiwa ni msimu katika misimu ambayo Muislamu anatakiwa ajibidiishe kuweza kuchuma yale yanayopatikana katika msimu huu. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaanza darasa zetu za hapa msikitini. Leo tutakuwa katika kuangalia japo kwa uchache maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana tutasoma tafsiri ya Qur'ani japo kwa mukhtasari, kwa sababu mwezi huu ndio mwezi ambao kitabu hiki kimeshuka, na tumeona katika durusi zetu mbalimbali zikionyesha kwamba masalafi walikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani wanasoma sana Qur'ani kuliko chochote. Walikuwa wanaacha mambo mengi, bali wanajipokesha katika kusoma Qur'ani. Na sisi tukaona kuna haja ya kupata muda kidogo, japo kudurusishana yale ambayo tunayasoma, yale ambayo tunayasikia, basi na sisi tukapata machache ya kuweza kuongeza faida katika hizi Qur'ani tunazozisoma. Na nakusudia tutaitafsiri juzu amma, kama Allah atatujalia kuimaliza itakuwa kheri, na kama hatuweza kuimaliza basi pale tutakapojaliwa ndipo Allah atakapowezesha sisi tuweze kufahamu. Leo tutaanza na surati An-Naba. Kabla sijatafsiri sura hii, kwanza tueleze surati An-Naba imeshuka wapi. Surati An-Naba ni miongoni mwa sura al-Makkiyya, ni miongoni mwa sura ambazo zimeteremka Makka. Na sura hii imeitwa surati An-Naba. Neno naba lina maana habari. Kwa nini imeitwa surati An-Naba? Lianna fiha al-khabara al-ham, ndani yake kuna habari muhimu ambayo ni nzito, anil qiyama, ambayo inazungumzia kuhusu kiyama, wal ba'thi wan nushur, na pia inazungumzia sura hii kuhusu kufufuliwa. Ibtada'at as-suratul karimatu bil akhbari an mawdu'il qiyama. Aya sura hii imeanza kwa kueleza maudhui ya kiyama, lakini pia wal ba'thi, na kufufuliwa, wal jaza, na itaelezea pia malipo ya matendo ambayo watu wameyafanya katika ulimwengu huu. Kwa hiyo sura itakuwa inazungumzia mambo hayo. Lakini pia maudhui hii ya kueleza kiyama, hadha almawdhu'u alladhi
shaghala adhan al-kathirina min kufari Makkah. Habari za kufufuliwa na kufa ni miongoni mwa habari ambazo zimewashughulisha watu wengi miongoni mwa wale makafiri wa Makkah, hatta saru fihi ma baina musaddiqin wa mukadhibin. Kwa hiyo wakapatikana makundi mawili, kuna wale wenye kukubali, wenye kusadikisha, na wale wenye kupinga jambo hilo. Kisha baada ya hapo sura ikaingia kueleza dalili na hoja ambazo zinafahamisha ukubwa na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye anaweza kuumba viumbe mbalimbali ndiye ambaye analitawalia jambo zima la kufufuliwa na jambo la kiyama. Kisha aya hii ikazungumzia kuhusu Jahannam ambayo Allah ameiandaa kwa ajili ya makafiri na adhabu mbalimbali zenye kuwadhalilisha. Akasema inna lilmuttaqina inna jahannama kanat mirsada. Haya ni miongoni mwa yatakayokutwa au yatakayoelezwa katika hii sura. Lakini pia ikaeleza habari za wacha Mungu, ikaeleza inna lilmuttaqina mafaza, na sura ikahitimisha kwa kueleza habari nzito ya kuhusu jambo la kiyama, kwa hali ambayo kafiri atatamani siku hiyo lau angelikuwa na yeye mchanga, asije akahesabiwa kutokana na yale atakayoyakuta hiyo siku ya kiyama. Kwa hiyo kwa kifupi, haya ndiyo ambayo yataelezwa ndani ya sura hii biidhnillahi tabaraka wa taala. Na sura hii ina aya 40. Allah subhanahu wa ta'ala anasema amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Tafsiri ya aya hizi kwa mukhtasari, Allah subhanahu wa ta'ala anasema amma yatasaalun, jambo gani wanaulizana? Ai, kwa maana an ayi shay'in yas'alu haula'i aljahiduna ba'dhum ba'dha, hawa wenye kupinga wanaulizana kuhusu jambo gani wao kwa wao. Na neno amma asli yake lilikuwa anma, kwa maana aini nuni alafu na ma mim, lakini baadaye udghimat almimu fi nuni wa hudhifatil alif ma, ikaingizwa ile nuni kwenye mimu alafu ikaondoshwa ile tamko la ma, ikaondoshwa alifu iliyopo katika tamko la ma ambayo ni ya istifhamia. Kwa hiyo ikawa amma yatasaalun, ikawa haifuti, lakini asili yake ilikuwa inafuta. Allah kaendelea kusema anin naba'il adhim, wanaulizana kuhusu habari kubwa. Ai yatasaaluna anil khabari alazimi alhami wa huwa amrul ba'th, wanaulizana kuhusu habari nzito, habari ya kiyama, habari ya kufufuliwa. Alladhi hum fihi mukhtalifun, ambayo wao ndani yake wamekhtalifiana. Kwenye hii habari ya kufufuliwa watu wamekhtalifiana. Ay alladhi ikhtalafu fihi ma baina shakin fi wuqu'ihi wa mukadhibin munkirin lihusulihi. Kuna wale ambao wanasema wanakuwa na shaka kwamba ishu ya kiyama, ishu ya kufufuliwa hakuna. Na hili lipo hata kwenye maisha yetu. Leo kuna watu wanaamini wakisha kufa wamekufa, hakuna kufufuliwa. Lakini kuna wale ambao wanaamini kwamba wakifa watafufuliwa na watasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama walivyovurugana, walivyokhtalifiana makafiri washirikina wa Makka, lakini hivyo hivyo pia hata sisi baadhi yetu
kuna wale ambao hawaamini wakifa watafufuliwa, na hawa ndio watu ambao wanaponda maisha, wanafanya mambo ya hovyo kwa sababu wanaamini wakisha kufa wamekufa. Utakuta mtu maisha anaona labda ni magumu, anaamua anajitupa, anajitundika, anakufa, anasema nikafanyaje, nikapumzike, na ana imani kwamba akisha kufa ndio moja kwa moja ataenda kuishi maisha ya huko, hakuna tena kufufuliwa. Kwa hiyo hii ni jambo wewe kama Muislamu unatakiwa uamini kwamba ipo siku Allah tabaraka wa taala atakufufua. Kwa hiyo jambo hili ni jambo ambalo watu wamekhtalifiana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kalla, si hivyo. Kalla, hapana. Sayalamun, watakuja kujua muda si mrefu. Maneno haya anasema aradun wa zajrun liyartadi'a ulaika almukaththibuna 'ani at-tasa'uli 'ani al-ba'th. Haya maneno ni makemeo. Maneno haya ni makemeo kuwakemea wale ambao wanapinga swala zima la kufufuliwa. Fasayalamuna haqiqata al-hali, muda si mrefu watakuja kujua uhakika wa mambo. Watajua wakati gani? Hina yarauna al-ba'tha amran waqi'an, pale watakapoona kumbe kufufuliwa ni jambo ambalo lipo, sio jambo la kusimuliwa. Thumma kalla sayalamun, hadha ta'kidun lilwa'id ma'a at-tahwil. Hii ni kutilia msisitizo na mkazo pamoja na kufanya tahwil, kufanya uzito, kufanya kuatisha. Sayalamuna ma yahullu bihim min al-'adhabi wan-nakal, muda si mrefu watakuja kujua yale yatakayowapata kutokana na mateso na adhabu mbalimbali. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kueleza kwamba hawa wenye mtazamo wa kwamba hawatofufuliwa, anakuja sasa kuwasimamishia hoja. Analeta hoja Allah subhanahu wa ta'ala za msingi ambazo zinaeleza kwamba Allah anaweza kufanya hayo yote. Allah anasema alam naj'alil arda mihada. Hii ni moja katika hoja. Allah amesimamisha hoja 9 katika sura hii zinazoonyesha nguvu yake na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema alam naj'alil arda mihada, ay alam naj'al hadhihi al-arda allati taskununaha mumahadatan lilistiqrari 'alayha. Hivi alam naj'alil arda mihada, hatukuifanya hii ardhi ambayo nyie mnaishi, hatukuifanya kuwa ni kama tandiko, kwa maana imeandaliwa kwa ajili ya maisha yenu? Yani huyu aliyeandaa haya ashindwe kweli kuwafufua nyinyi? Alam naj'alil arda mihada, hivi hatukuifanya ardhi hii ni mumahadan, ni yenye kuandaliwa? Ardhi Allah ameiandaa katika hali nzuri, ameiandaa kwa ajili ya faida yetu. Utakuta sehemu zingine zina tambarale, sehemu zingine zina vilima, sehemu nyingine zimekaa vizuri kwa ajili ya kutengeneza maisha na makazi. Sehemu zingine zina maji, zingine zina milima. Hii yote ni kuonyesha uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naj'alil arda mihada, ay ja'alnaha lakum kal firashi wal bisati. Ameiandaa ardhi kwenu nyinyi ni kama vile godoro, kama tandiko, ni kama vile busati. Litastaqirru ala dhuhuriha, litastaqirru ala dhahriha, ili watu waweze kutulia katika mgongo wa ardhi. Hizi zote ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Watastafidu min suhuliha alwasi'a, ili mpate faida kutokana na zile tambarare zake zilizokuwa pana. Bi anwa'il mazru'at, kwa aina mbalimbali ya mimea na vitu vya kulima.
Unaenda maeneo fulani, unalima mpunga, unalima mahindi, unalima dengu, unalima kila kitu. Haya yote ameyaweka kwa ajili yetu sisi, ni neema hizi, na anatuonyesha kwamba Allah ana uwezo. Hiyo ni hoja miongoni mwa hoja ya kwanza. Allah analeta hoja nyingine. Baada ya kuleta hii analeta hoja nyingine. Waljibala autada, na tukaifanya milima ai waja'alna aljibala kal autadi lil ardi, na tukaifanya hii milima ni kama vile vigingi katika ardhi. Yani milima hii iliyowekwa si bahati mbaya. Kila mlima unaouona katika ulimwengu huu umewekwa kwa makusudi, sio bahati mbaya. Allah ameweka kwa lengo ardhi hii isije ikayumba, ndiyo maana ikawekwa ile milima. Na hizi zote ni hoja ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezileta kwa wale wanaopinga kufufuliwa. Allah subhanahu wa ta'ala alipoyasema maneno haya anakusudia nini? Lialla tamida bikum, ili ardhi isije ikayumba. Kama yathbutu albaytu bil autadi, kama vile nyumba inavyokuwa inatulia na kuthibiti inapowekewa vigingi. Kwa hiyo milima hii, ndugu zangu, ni miongoni mwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala na neema zake Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi kutuwekea milima hii ili ardhi isije ikayumba ikatukwaga. Allah anaendelea kusimamisha hoja, wa khalaqnakum azwaja ay waja'alnakum ayyuhan nasu asnafan dhukuran wa inatha, na tukakuumbeni nyinyi. Wa khalaqnakum azwaja, tukakuumbeni pande mbili, yani pea. Wa khalaqnakum azwaja, na tukakuumbeni nyinyi pea, bimaana dhukuran wa inatha, wanawake na wanaume. Lengo ni nini? Liyantadhima amru nikahi wa tanasuli, ili jambo la ndoa litulie pale, lipangike na watu waweze kuzaliana. Hiyo ndio moja katika faida ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba sisi jezi, kutuumba sisi pea. Ametuumba katika upande wa pea ili maisha yetu yaweze kwenda. Leo unaona mme hawezi kuishi bila ya mke, na mke pia hawezi kuishi bila ya nani? Bila ya mume. Ndiyo maisha. Lakini katika jambo la ajabu ambalo tuko nalo, tunatoka kwenye asili, si ndio? Yani tunatoka katika asili ya kuumbwa, tunaenda vile ambavyo hatukuumbiwa hivyo. Leo amekuwa mwanaume kwa mwanaume ndiyo mwanamke wake, mwanamke kwa mwanamke ndiyo mwanaume wake, lakini asili haikuwa hivyo. Tumekuja kuyabadilisha maisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakutaka tuishi maisha hayo. Kuna mmoja anasema, mimi napenda kuvaa nguo za kike bwana, najisikia raha. Anapenda kuvaa nguo za kike, lakini Allah kamuumba ni mwanaume. Hadi maajabu kweli, subhanallah. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa khalaqnakum azwaja, na tumekuumbeni nyinyi azwaja, yani pande mbili, jike na dume. Na katika sura nyingine Allah anasema wa min ayatihi, na katika alama za Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni Allah kukuumbieni nyinyi wake. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, ili muweze kutulia kwa hao wanawake. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia kati yenu
mapenzi na huruma. Hizi ni katika hoja na alama za kuonyesha nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah analeta hoja nyingine, waja'alna naumakum subata, ay waja'alna an-nawma rahatan li abdanikum, na tukajalia usiku, yani usingizi ni starehe kwa miili yenu. Waja'alna naumakum subata, na tukajalia ule usingizi wenu, kule kulala kwenu ndiyo starehe yenu. Yani neno subata lina maana qat'un li ashghalikum, linakata zile shughuli zenu za mchana. Mtu anahangaika mchana kuanzia asubuhi mpaka jioni, ikifika usiku anaenda kulala. Anapolala ndiyo anapata starehe na kuweza kupumzika. Haya ni maisha ambayo Allah alishayaandaa. Waja'alna naumakum subata, ay waja'alna an-nawma rahatan li abdanikum, tukajalia kule kulala kwenu ni starehe kwa ajili ya miili yenu. Qat'an li ashghalikum tatahallasuna bihi min mashaqil amali bin nahar, mnapumzika kutokana na matatizo na shida za kazi za mchana. Unahangaika mchana kutwa unatafuta riziki, ikifika usiku unalala unapumzika. Hii ni miongoni mwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala na neema zake kwetu sisi. Allah anaendelea kuleta hoja nyingine na ushahidi mwingine wa kuonyesha nguvu zake na uwezo wake. Waja'alna al-laila libasa, na tukaufanya usiku ni kama stara. Ai ja'alna al-laila kalibasi, tukaufanya usiku kama vile vazi. Yaghshakum, vazi ambalo linakufunikeni, wayasturukum bidhalamihi, na linakustirini kwa kile giza chake na lile giza lake. Kama yasturukumul libasa, kama vile nguo inavyokustirini na kuwafunika. Watughatikum dhulmatahu kama yughatti thawba la kama yughatti thawbu labisahu, kama vile nguo inavyomfunika yule aliyeivaa. Usiku ni stara, si ndio? Lakini usiku watu wanaotumia pengine. Allah amekupa stara katika usiku. Stara hii unatakiwa uilinde na uhifadhi. Lakini badala yake baadhi yetu tunautumia huu usiku katika usiku. Ni hatari sana, si ndio? Watu wanafanya mambo machafu sana kupitia giza la usiku. Lakini Allah ametustiri kwa kutumia huu usiku. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema, kuleta hoja kwa wale wanaopinga kufufuliwa. Waja'alna an-nahara ma'asha, na tukaufanya mchana maasha, ndiyo maisha, yani sehemu ya kutafutia maisha. Ai waja'alna an-nahara sababan litahsili al-ma'ashi, tukaufanya mchana ndiyo sababu ya kutafuta maisha. Tatasarrafuna fihi liqada'i hawaijikum, mnatumia katika kutafuta na kukidhi haja zenu. Ibn Kathir anasema katika tafsiri yake, ja'alnahu mushriqan, tumeufanya huo mchana ni wenye kuchomoza, mudhi'an, wenye kuangaza, liyatamakkana an-nasu min at-tasarrufi fihi, ili waweze watu kutumia mchana huo kufanya matumizi yao, bildhahabi walmajii, kwenda na kurudi, lilmaashi, kwa ajili ya kutafuta maisha, watakasubi, na kufata vichumo vya halali, watijarati, na biashara mbalimbali, wa ghairi dhalika, na mambo mengine. Ukisoma Mukhtasar Ibn Kathir unayapata hayo maneno, juzuu ya 3 ukurasa 590. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ametupa miongoni mwa neema ni hiyo neema ya maisha.
Allah anaendelea kuleta hoja nyingine. Wabanaina fawqakum sab'an shidada. Wabanaina fawqakum, na tukajenga juu yenu sab'an, mbingu 7 shidada, zilizokuwa madhubuti kabisa. Ai wabanaina fawqakum ayyuhan nasu sab'a samawatin, tukajenga juu yenu enyi watu mbingu 7 muhkamatal khalqi, zenye maumbile madhubuti kabisa, badi'ata sun'i, zenye ufundi wa hali ya juu kabisa, matinatan fi ihkamiha, ni madhubuti katika ujengaji wake wa itqaniha, la tata'atharu bimururi al-usuri wal azman, haziathiriki mbingu hizi hata miaka iwe miaka mingapi, haziathiriki. Ushawahi kuona siku moja mbingu imedondoka? Ushawahi kuona siku moja kwenye mbingu kuna crack kwa sababu imekaa muda mrefu? Huwezi kuona. Huo ni uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaendelea kusema, na katika aya nyingine Allah anasema wasamaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un, waja'alna sirajan wahaja, na tukajalia, tukaumba, tukafanya, ai wa ansha'na lakum, na tukakuumbieni nyinyi. Ndiyo maana waja'alna, tukakuumbieni nyinyi, shamsan muniran sati'a, jua lenye kutoa nuru, lenye kutoa mwanga mkali kabisa. Waja'alna sirajan wahaja, tukajalia, tukawaumbieni nyinyi jua lenye kutoa mwanga, wahaja, lenye kutoa mwanga uliokuwa mkali. Bimaana yatawahaju dhawuha wa yatawaqqadu li ahli al-ardi kullihim, mwanga huu unawaangazia watu wa ardhini wote, daimatal harara, muda wote linatoa joto. Tunafahamu faida za jua, si ndio? Sasa faida za jua utatoka kidogo baadaye. Jua lina faida nyingi sana kwenye maisha yetu haya. Miongoni mwa faida hizo ni kuivisha mimea, si ndio? Miongoni mwa faida za jua ni hata hii mvua. Hata hii mvua, jua lina mchango katika, kama wanavyosema wanasayansi, si ndio? Kwamba jua linapopiga mvuke unafanyaje? Unapanda, unaenda kujitengeneza mawingu ambayo baadaye mvua inafanyaje? Inateremka. Iwe hivyo au isiwe hivyo, lakini tunasema kwamba mvua ya jua lina faida kubwa sana kwenye maisha yetu. Tunaanikia nguo, si ndio? Au sio faida hiyo? Miili yetu inapata joto kwa kupitia jua. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ameliumba hili jua kuonyesha ukubwa wake na nguvu zake. Na hili jua haliko sehemu moja. Jua hili linaangaza dunia nzima. Waja'alna sirajan wahaja. Allah anaendelea kusema wa anzalna minal mu'sirat ma'an thajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, na tumeteremsha kutoka katika mawingu maji yenye kumwagika kwa nguvu kabisa. Al-mu'sirat ay as-suhub allati hana waqtu imtariha, ni yale mawingu ambayo yamekaribia kunyesha mvua, ndio yanaitwa al-mu'sirat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, na tumeteremsha kutoka katika mawingu maji
ambayo yanamwagika kwa nguvu kabisa. Neno mu'sirat kama tulivyoeleza, hiya suhubu, ni mawingu, ma'khudhatun min al-asri. Neno hili limechukuliwa kutoka neno asri, yani ukamuaji. Lianna sahab, kwa sababu mawingu yanaasiru, yanajikamua. Fayanzilu minhu al-ma, huteremka maji. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi ay linukhrija bihadha al-ma, ili tuoteshe katika maji haya, kwa kupitia maji hayo, anwa' al-hububi waz-zuru'i, aina mbalimbali za nafaka na mimea mingine. Kwa hiyo mvua ndiyo chanzo kikubwa cha sisi kupata riziki. Riziki zetu sisi zinatokana na mvua, na Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza hayo katika sura nyingi, katika aya nyingi kabisa. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada in kuntum ta'lamun. Miongoni mwa aya ambazo zinaeleza mvua inaleta namna gani kwetu sisi faida ya chakula na vitu vingine. Allah subhanahu wa ta'ala anasema linukhrija bihi habban wa nabata, ay linukhrija bihadha alma, ili tuweze kutoa kwa maji haya, tuweze kuotesha kwa maji haya anwa' al-hububi waz-zuru', aina mbalimbali za mimea na nafaka, allati tambutu fil ardi ghidha'an lil insani wal hayawan, ikiwa ni chakula cha binadamu lakini pia ni chakula cha wanyama. Hizi zote ni neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia sisi wanadamu. Wa jannatin alfafa, ay linukhrija bihi jannatin alfafa, ili tuweze kuotesha pia kwa mvua hiyo mabustani yenye miti iliyokuwa mingi iliyoshikana. Kathiratul ashjari wal aghsani multaffa ba'daha ala ba'din likathrati aghsaniha wa taqarubi ashjariha. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja hizi dalili 9 zikionyesha uwezo wake na nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaendelea kusema inna yawmal fasli, inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata, ay inna yawmal hisabi wal jazai, hakika siku ya malipo na siku ya hesabu ndio yaumul fasli. Yaumul fasli ni siku ya malipo na siku ya hesabu. Wa yaumul fasli baina al khalaiq, ni siku ambayo Allah atatenganisha na atalipa kati ya viumbe. Lahu waqtun muhaddadun, ina siku maalum. Wewe waache watu wadhulumu, waache watu wale mali za watu kwa dhulma, lakini inna yaumal fasli kana miqata. Waache watu wafanye ya kufanya, lakini waelewe kwamba ipo siku Allah tabaraka wa taala atatukutanisha na atatulipa kwa yale yote tuliyokuwa tunayafanya kwenye maisha yetu haya ya dunia. Yaumul fasli bimaana yaumul hisab wal jazaa. Tena ipo kwa wakati maalumu na siku maalumu, haichelewi. La yatakaddamu wala yataakhar, haitangulii wala haichelewi. Ikifika tu basi imefika hiyo siku. Tuchukue tahadhari sana ndugu zangu katika imani. Allah anasema dhalika yaumun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yaumun mashhud. Kwenye sura nyingine Allah anasema hiyo ndio siku ambayo watu wote watakusanywa, wa dhalika yaumun mashhud, na hiyo ndio siku yenye kushuhudiwa. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, wala hatuicheleweshi isipokuwa
kwa muda uliopangwa maalum. Yaqulu al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, summiya yaumul fasli, summiya imeitwa yaumul fasli, siku hiyo imeitwa siku ya fasli, lianna Allah ta'ala yafsilu fihi baina khalqihi, Allah atatenganisha siku hiyo, Allah atahukumu siku hiyo kati ya waja wake. Waqad ja'alahu waqtan wa mi'adan, na ameiwekea siku na ahadi lil awwalina wal akhirin, kwa wale wa mwanzo na wale wa mwisho. Allah anasema qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum, sema hakika wale wa mwanzo na wa mwisho wote watakutana siku hiyo, siku ambayo ya wakati maalum. Ndugu zangu katika imani, haya ndiyo ambayo Allah tabaraka wa taala ametuwezesha tuweze kukumbushana katika siku ya leo. Tutaishia katika aya hiyo, lakini kikubwa kinachoelezwa, Muislamu uwe makini sana na hizi siku. Hii ni siku nzito, siku ambayo kila mmoja atayakuta matendo yote aliyoyafanya. Siku hiyo matendo yake yote mwanadamu aliyoyafanya atayakuta muhdhara, yako pale mbele, dogo na kubwa. Ataanza kujiuliza mwanadamu, mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hiki kitabu kina nini? Hakikuacha dogo wala kubwa, yote yamekusanywa yamo. Wawajadu ma amilu hadira, watakuta yote walioyatenda. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Na aya nyingine Allah anasema ahsahu Allah wa nasuhu, Allah ameyahifadhi yale yote waliokuwa wameyatenda, lakini wenyewe wameshayasahau. Umefanya matendo karibia miaka 10, 15, 20, 30 nyuma, umeshaisahau, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atayakumbuka, ameyaweka, ameyatunza matendo yale yote, na tutakuja kuyaona siku ya kiyama. Yaumu la yanfa'u malun wala banun, siku hiyo haitofaa mali, haitokunufaisha mali wala watoto. Usije ukasema mimi na pesa nyingi zitanisaidia, hazisaidii huko. Illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye amemwendea Allah na moyo uliosalimika, moyo hauna shirki, moyo hauna bughdha, moyo hauna bid'a, moyo hauna uzushi, moyo hauna ghiba, hauna dhulma. Huu ndio moyo ambao utasalimika siku hiyo. Lakini kinyume na hivyo, siku hiyo hazitofaa mali zako, hazitofaa mali zako wala watoto wala nyumba ulizoziacha wala ulizojijenga wala magari uliyoacha, hayakufaishi chochote. Kitakachokunufaisha siku hiyo ni wewe, matendo yako namna gani ulivyoyafanya mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atutakabalie amali zetu na azifanye kuwa ni sababu ya kutuingiza katika pepo yake. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.